Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Jina langu ni Daniel Anton Lingwetu, rubani wako wa injilishaji. Leo niko hapa katika ofisi za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Kurasini, na nipo naye katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padre Dr. Charles Kitima, tukiwa katika kipindi hiki cha maombolezo. Mama Kanisa anaomboleza, nasi kama wana wa kanisa tunaomboleza kwa kuondokewa na Baba Mtakatifu Papa Francisco. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Pole kwanza kwa msiba. Tunashukuru kwa zawadi ya maisha na kumleta kwetu duniani Papa Francis. Kwa hiyo ni upendo wa Mungu ulimleta, ni upendo wa Mungu umemuita. Tunashukuru sana. Sisi kama wana Jugo Media tumeona ni jambo jema kufika hapa kwako na kusikia machache. Tunapokuwa katika kipindi hiki cha maombolezo, yanasemwa mengi na wengi wanajaribu kuongea kwa vile wanavyojua, ila tunatumai toka kwako tutayasikia vizuri zaidi. Kanisa linapokuwa katika msiba mzito kama huu ulimwengu mzima, je, ni taratibu gani ambazo zinachukuliwa za awali pale tu ambapo Baba Mtakatifu tunajua amekwisha fariki? Kanisa linakuwa na utaratibu gani kwanza? Kwa ujumla katika kanisa kama tunavyojua, Bwana wetu Yesu Kristo alipolianzisha kanisa hili, siku ile Roho Mtakatifu alipotushukia, alipowashukia mitume na wale waliokuwepo kule nyakati hizo, alikuwa pia ametayarisha uongozi, na ilikuwa ni Petro, mtume Petro ndo alikabidhiwa kazi. Na kibinadamu Petro alikuwa binadamu kama binadamu wengine, na alipata wanaomfuata. Petro fariki kwa kuuawa sababu ya kuitetea dini kama shahidi, basi alichaguliwa popu mwingine na hivyo mpaka tunayoiwa sasa. Kwa hivi Papa akifariki, Baba Mtakatifu akifariki, kawaida utaratibu ni kwamba kunakuwa na mazingira ya kuonyesha kwamba tuko kwenye msiba. Kwa tunakuwa na siku 9 za kumuombea. Kila muumini anaalikwa kushiriki kwenye misa kwa siku 9 mfululizo. Hata kama atazikwa kabla ya siku 9, lakini lazima misa hizo ziendelee. Lakini pale makao makuu ya Baba Mtakatifu, shughuli zote zinasimama, ambako alipaswa kufanya maamuzi. Lakini shughuli za utendaji wa kila siku, huduma zingine zote zinaendelea za kawaida, ambazo miongozo ipo na alishatoa maelekezo. Ndio maana katika mfano halisi ni kama sisi alishamchagua padri wetu askofu atakuwa askofu wa Iringa. Huyo askofu atapewa uaskofu tarehe 27 Jumapili ijayo, tarehe 27 mwezi huu wa 4. Pamoja kwamba aliyemteua amefariki, kwa sababu alipomteua alitoa na barua akimwelekeza kwamba Padre Romanus utapewa uaskofu, na mapadri na maaskofu wenye sifa hizi wakupe uaskofu, na hao basi ni kama alishamaliza pale, haitajiki tena. Kwa hiyo shughuli zingine za kawaida za utendaji kama hizo ambazo zina sera na utendaji zinaendelea kama kawaida, lakini zile shughuli za maamuzi ya kipapa zinasimama mpaka apatikane papa mwingine, kwa sababu hata huwezi kusema wale waliokuwa wasaidizi wake wa karibu, sababu akija lazima aseme wasaidizi wake wa karibu wengine watakuwa wepi. Kwa hiyo kuna utendaji wa kawaida unaendelea. Na tuliona hili imefanyika adhimisho la misa la kuthibitisha kifo cha Baba Mtakatifu, lakini pia kumweka katika jeneza. Na baada ya misa ile pia alipokuwa akiishi Baba Mtakatifu, tuliona milango imefungwa, imewekwa kabisa, wanasema ni weka sealed. Ile ina maana gani katika? Ile ina maana kwamba asije kaingia mtu yote ofisini kule. Kwanza kumuombea ni kawaida. Tunavyo waheshimu wapendo wetu wanapotuacha hapa duniani, marehemu tunawaombea, na kila taasisi na desturi zake. Hizo ndio desturi za kumuombea Baba Mtakatifu, na desturi ya kuzidi kumuombea tunapoweka mwili pale, kuliko wengine wanapeleka mochwari. Lakini hiyo ni sayansi tu, labda wameweka utaratibu fulani, mwili utakuwa hapa, watu watakuwa nasali kwa utaratibu huu. Na pale ambapo
alikokuwa akiishi, kwa sababu yeye kokote alikokuwa akiishi kwa kweli ni eneo la kazi. Kwa hata nyumbani kwake pale sebuleni ni sehemu ya kazi, ofisini sehemu ya kazi. Kwa hiyo popote alipo ni maeneo ya kazi. Kwa hivi pale panaweza pakafanyiwa shughuli. Ukiacha wazi, mtu mwingine anaweza kafika kaandika, watu wasema kumbe alikuwa ameandika hiki. Hiki kilikuwa kijasema, au mtu akabadili document yote. Tuko binadamu, wapo watu wanafanya kazi wengi pale, na kila watu wanafanya kazi nyingi. Wako wafanyakazi wa kawaida, lakini wako pia na wafanyakazi wengine ambao hata wengine wanaweza kama mafundi. Unaweza kama fundi, sio lazima awe Mkatoliki, hata kama fundi wa dhehebu nyingi. Kwa hiyo pale wanafunga kuhakikisha kwamba pale hapafanyiwi shughuli yeyote. Kwa hiyo wanafunga ofisini, wanafunga, na pale alipokuwa anaishi wanafunga mpaka atakapopatikana papa mwingine, ndio taratibu zingine zinaendelea. Zingine ni vitu vya kibinadamu tu, kuweka ule utawala, vitu visije vikafanywa ambavyo yeye hakuvifanya. Kwa nia ni njema kama tunavyofanya kwingine. Hata kokote pale akifariki kiongozi anasema hebu ofisini kwake mfunge, chumbani kwake mfungeni kwanza. Then baadaye wanakuja watu ambao wamepewa dhamana ya kufuatilia vitu, ndio wanaanza kusema hapa, jamani, hebu angalieni mafaili yake, angalieni hiki, basi yale yanafuata baadaye. Ni vitu vya kawaida tu vile ambavyo kwa hiyo kufunga milango, kufunga ofisi ni vitu vya kawaida. Umezungumzia kuhusiana na baadhi ya mambo kusitishwa, hasa yale ya kipapa katika kufanya na utendaji mbalimbali. Lakini tumezoea pia kuona inapotokea mkubwa wa nchi anapofariki, kuna ishara ambazo zinaonekana ndani ya nchi. Lakini je, kwa upande wa Baba Mtakatifu ambaye kwa sisi wa Katoliki tunaamini ndiye kiongozi mkuu wa juu ulimwenguni kote, yapi ambao ni ishara katika nchi zote ya kwamba tuko katika msiba? Kitu ambacho ni ishara kwa wote duniani, hizo misa kila siku parokiani, kwenye jumuiya zetu, tunaazimisha misa kwa ajili ya marehemu Francis, papa wetu. Tunajua ni mwanadamu, anahitaji upendo na huruma ya Mungu. Alikuwa mwanadamu, anaweza kuwa na mapungufu yake pia. Alikuwa ni Baba Mtakatifu, kwa cheo chake ni Baba Mtakatifu, kwa ofisi yake Baba, lakini bado katika utendaji ule anahitaji kujitakasa, kupewa ukubwa, sio kupewa utakatifu. Utakatifu lazima ufikie kwa matendo mema, kwa kutimiza wajibu wako. Na yeye katika kutimiza upapa wake, pamoja na kwamba cheo chenyewe ni kitakatifu, lazima autafute utakatifu. Na ule utakatifu kuutafuta ni jitihada binafsi za kujitosa wewe katika kutimiza majukumu yako, maisha yako, majukumu yako ya sala, majukumu yako ya kuonyesha ukarimu, majukumu ya kuwa na moyo mwema, majukumu ya kuwa na mtazamo mzuri. Kwa hayo yote mengine yote ni msalaba wake lazima ubebe. Kwa hiyo katika hilo tunajua kila mwanadamu anahitaji kusindikizwa na wenzake katika kufikia utakatifu. Ndio maana Yesu alituambia katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 48, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Maana yake hakuna mwanadamu, na anasema Yohani kwenye barua yake kwa watu wote, hakuna mwanadamu aliye mkamilifu, na anayesema hana dhambi si mkweli. Binadamu wote sisi ni wadhambi, kwa sababu tumekutwa katika hali ya dhambi ya asili, na katika hali ya dhambi ya asili tunajikuta kwamba lazima kuendelea kupambana na matokeo ya dhambi. Mtu kama umejitakasa, umeungama, umekaa vizuri kiroho, lakini bado katika hali ya ubinadamu unajikuta hapa na pale unamkosea Mungu, au unafanya tofauti na Mungu anavyotaka. Mengine ni ya kawaida, mengine ni mazito. Ndio maana tuna dhambi nyepesi na dhambi za mauti. Mauti makero kitendo na kwa makusudi mazima, ukiwa unajua Mungu hataki hiki na nini, hiyo inaitwa dhambi ya mauti, kwa sababu ni dhambi ambayo ukifa bila kuiungama unaenda umekuwa umetengana mwenyewe kabisa, umechagua kutengana na Mungu. Kwa mantiki hiyo kila mwanadamu anahitaji kuombewa. Kwa hiyo ishara kwamba Baba Mtakatifu amefariki, hayupo tena kimwili na sisi, hawezi kushirikiana na sisi kama kawaida. Na hivi katika imani yetu kwamba ameenda nyumbani kwa Baba, sawa, lakini Baba amempokea. Sisi lazima tukumbuke ni binadamu, anahitaji sala zetu. Kwa ishara ni kuadhimisha misa kwa siku 9 mfululizo. Hiyo ndio namna yetu ya kuwa kwenye msiba. Ni wazi kuwa nchi bendera inashushwa nusu mlingoti na nini, sisi ni sala.
Ndio tunachofanya kwenye kanisa. Huyu ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na kanisa Katoliki liko nchi zote duniani, nchi zote. Kama Tanzania liko nchi nzima, tuna majimbo 35 ambako Baba Mtakatifu anafanya kazi kupitia maaskofu wetu. Maaskofu wetu yeye alikuwa askofu wa Roma. Kwa hiyo askofu wa Roma anashirikiana na kila askofu wa jimbo la duniani kokote lilipo. Ni wazi majimbo mengine makubwa, majimbo mengine nchi moja inaweza kukuta na nchi nzima na jimbo moja, kwa sababu kuna nchi ambazo unakuta ni dhehebu fulani tu moja na hivi na hivi. Kwa hiyo katika nchi nyingi Baba Mtakatifu ni kiongozi, lakini sio kiongozi tu wa Katoliki, ni kiongozi wa binadamu wote, kwa sababu Mungu alipojidhihirisha kwetu kwa njia ya Yesu wa Nazareti, ambaye ndiyo yeye mwenyewe nafsi ya pili ya Mungu moja, amekuja kwa ajili ya binadamu wote. Na ndio maana Mungu alichukua binadamu wetu akawaweka wanadamu wote, watoto wake, kuwa washiriki wa maisha yake ya kimungu. Kwa kila mwanadamu amebebwa na Yesu, na Yesu anafanya kazi kupitia hawa aliowakabidhi wa binadamu hawa kawaida hawa. Kwa Baba Mtakatifu ni kiongozi wa kiroho wa binadamu wote, lakini kiutaratibu, kitaasisi ni kiongozi wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo anapotoa masakramenti atatoa kwa utaratibu wa kanisa Katoliki. Anapotoa mamlaka ya nani afanye kazi kwa niaba ya Yesu katika jimbo, anafanya kwa Katoliki. Lakini bado yeye mikono yake na milango yake iko wazi kwa binadamu yeyote, kwa sababu Baba Mtakatifu anapokuwa halifa wa Petro ameambiwa, wewe ni mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kanisa hilo ni familia yote ya Mungu itakutegemea wewe. Wape ujumbe wa Mungu muumba wao, anasema nini hapa duniani watu waishije na walengeje kwenda kule mbinguni. Yesu mwenyewe anasema, mimi ni njia, ukweli na uzima. Kwa hivyo mtu akitaka kujua njia iko wapi, anauliza nenda kwa askofu, yote atakuonyesha njia ya kwenda mbinguni. Ukweli utakutana wapi? Utakuta katika Injili ya Yesu. Hapo ndio unaopata ukweli wa Mungu anaotaka tuufuate sisi binadamu. Baada ya hapo utakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo yeye ndio amepewa hayo, na ndio amepewa funguo zile. Utakayofunga duniani na mbinguni yatafungwa. Yale yote yamekabidhiwa nani? Petro. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ni kiongozi wa dunia, na hivi lazima tumuombee daima. Ndio maana katika kila misa akiwepo Baba Mtakatifu ambaye yuko hai tunamuombea. Ishara nyingine ambayo tunaionyesha, tunaacha kumtaja baada ya kuwa amefariki, tunaacha kumtaja mpaka tutakapopata mwingine ndio tutaanza kumtaja. Kwa hiyo tunaacha kumuombea utendaji mzuri, kwa sababu mpaka sasa tuna papa. Kwa kama leo tumesali misa ya kwanza asubuhi leo, na waliosali jana baada ya kuwa amefariki na kutangaziwa hawakutaja kwa sababu hakuwepo. Unaona Kwa hivi katika maisha yetu ya hapa duniani ndivyo tunavyo omboleza kifo cha Baba Mtakatifu. Na halifa na mtume Petro ndiye Baba Mtakatifu wa kwanza. Je, katika kipindi hiki ambacho yeye anakuwa hayupo, amefariki, na tuko kwenye maombolezo, kanisa linakuwa liko katika chini ya uongozi? Kanisa linakuwa kwanza, kanisa liko chini ya kila askofu. Baba Mtakatifu ni askofu wa Roma. Kwa hiyo sasa hivi kile kiti cha askofu wa Roma kiko wazi, hakina askofu. Ni wazi kuna maaskofu wengi Roma, kuna maaskofu wasaidizi wengi. Kama Dar es Salaam kuna askofu msaidizi nani? Heri Mchamungu. Kwa hiyo sasa hivi kile kiti cha Roma kiko wazi, lakini wasaidizi wengine wanaendelea na kazi nyingine za kawaida za jimbo, lakini askofu wa jimbo hayupo. Na kwa sababu hayupo, basi shughuli zingine zote zinasimama. Lakini haina maana kazi ya Yesu inasimama. Baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliweka utaratibu wake kwamba shughuli zake zitaendelea, kwa sababu wapo wanaolihubiri neno la Mungu, wapo wanaendelea kuadhimisha masakramenti, ila uongozi ule wa kibinadamu unakuwa haupo. Na ndio maana kipindi hiki tangu afariki, wakati wote ule kibinadamu, wakati wote ule ungeweza, hata ikitokea mazingira gani, wakati wote ule unaweza kufanyika uchaguzi. Ndio maana makardinali wote sasa hivi wote, kardinali wetu
anaingia jana, amekata tiketi na anaingia sasa hivi na kuelekea Roma kesho au usiku wale kuelekea Roma. Tayari askofu wetu kardinali wetu ambaye Protas Rugambwa ndio wanaenda kukutana makardinali wote ambao bado wana zile sifa za kupigiwa kura na kupiga kura. Wana wale ambao wako chini ya miaka 80 ambao bado hawajasherehekea siku yao ya kuzaliwa ya miaka 80. Ndio maana Askofu Pengo alitimiza mwaka jana, kwa hiyo yeye hataenda. Lakini huyu Kardinali Rugambwa ana miaka yake 65, kwa hiyo yeye anaelekea kule. Kwa hiyo makardinali wote, na unafanywa mara moja. Kwa hiyo lakini kibinadamu lazima kwanza mazishi, baada ya mazishi watakuwa na siku za sala, lazima kusali sana kwa sababu hata kumpata baada ya mitume tunajifunza katika uchaguzi wa kwanza wa mitume alipo baada ya Yuda Iskarioti kukufa, ndio ilibidi achaguliwe mtu wa kuchukua nafasi yake Matia. Kwa hiyo uliona walisali kwanza Roho Mtakatifu waangaze na wasema basi tumchague mwenzetu, ana sifa zipi, tutamtambuaje? Basi wakaonesha vigezo na basi, na sasa hivi watasali kidunia, wataweka utaratibu wao, na sisi tunaendelea kuombea pia tumpate papa mwingine wa kutuongoza. Na hii inachukua kipindi gani tokea kufariki? Imewekwa zisipite siku 20 tangu Baba Mtakatifu afariki. Kwa ndani ya siku hizi 10 na ngapi hapa tutampata papa. Yaani anapatikana mara moja tu. Maana wengine wamekuwa of course kuna uchaguzi wote unaenda kibinadamu. Kuna wakati mwingine labda sema hebu tusali kwanza, hebu tusikie kitu fulani kwanza, kwa sababu uchaguzi lazima uangalie mahitaji ya kanisa ni makubwa sana sasa hivi. Uinjilishaji wa sasa sio uinjilishaji kama wa kule usema pelekeni wa misionari pale Bagamoyo, pelekeni wa misionari pale sio Kigoma, pelekeni wa misionari hapa. Sasa hivi dunia iko kiganjani, mitandao sijui injili ifikeje, lakini je, iandaliwe na nani? Wale watu wafikiweje? Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu wa sasa anapaswa kujua kutumia na email, sio kuwasiliana na maaskofu kwa njia email, sio kwa njia barua tu. Barua zitaendelea kuwepo, lakini shughuli sasa unaweza kumchagua Baba Mtakatifu ambaye huenda hajui kabisa kwamba kuna email hii amekuwa akifanya kazi na secretary tu. Kwa hiyo wanaweza kusema jamani, Baba Mtakatifu wa sasa pamoja na sifa zingine zote nzuri awe na sifa nyingine hii hapa. Sasa anasema lakini sio lazima. Basi watajadiliana, wataongea. Sasa hiyo unakuta katika kuongea inachukua muda. Katika kuongea inachukua nini? Inachukua muda. Kwa hiyo unakuta baada kusema uchaguzi utakuwa umefanyika saa 9, unakuta mmefika saa 12 bado mnajadiliana. Maana kuna wengine huko mitandaoni tumekuwa tukiona wanadhani kwamba Baba Mtakatifu labda mtu unachukua fomu, yani unaomba. Hapana. Wengine pia kwanza kampeni hairuhusiwi, huwezi kuomba. Ni katika wale makardinali ambao kawaida huwa wazidi 120 wale wanaopiga kura. Na Baba Mtakatifu anapochagua anakuwa mwangalifu sana. Wanakuwa kwenye namba hiyo ya 120 na kushuka, hata pungufu daima. Sasa wale ambao ni eligible, yani ni wana sifa za kupiga kura na kupigiwa kura. Kwa sababu huwezi kuingia kama una sifa ya kupiga wala kupigiwa kura. Wote waliomo pale ni wagombea, tuseme kama ingekuwa wagombea ndio wapigiwa kura wale. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anataja wanaandika, wanaenda kwa mtindo wa kuandika sio kutaja. Kwa hiyo wanahakikisha kwamba kuna usiri mkubwa ili kuondoa ile dhana ya kupiga kampeni. Lakini vile vile kuna wazi wa kwamba huyu mtu atatumikia dunia nzima. Kwa hiyo ile kuijua dunia inahitaji nini katika kuwatumikia watu kama kanisa Katoliki ni muhimu sana. Kwa hiyo wanaangalia vitu vingi. Kwa hiyo ajaye ataweza kutusaidia vipi kufikisha huduma za kanisa Katoliki katika dunia ya leo na kulifanya taifa la Mungu, familia ya Mungu, familia ya mwanadamu isikie kwamba Mungu yuko nao. Mungu kupitia huyu Yesu wa Nazareti huyu yuko nao, Mungu kati yetu. Sasa hayo ya imani ndio yanaongoza, na wanajipima zaidi kutingana misingi ya imani, sio misingi ya utawala. Haipuuziwi leo. Na baba, umezungumza vizuri, lakini moja ya kitu ambacho umegusia
au maisha ambayo aliishi hayati Papa Francisco ni ile hali yake ya udogo, hali ya kutaka kuishi kama jina lake ambalo alichagua la Mtakatifu Francisco. Je, ni yapi ambayo alikuwa dira yake katika maisha ambayo alikuwa anaishi? Yeye alipochaguliwa baada ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kujiuzulu, ndio yeye aliingia katika mazingira mwenzake amefanya nini? Amejiuzulu. Alipojiuzulu tu wakaitwa kwenye conclave, kikao cha nini, cha uchaguzi. Walipokutanika ndipo yeye Baba Mtakatifu mchaguliwa, na ukichaguliwa ni pale pale unaposema ndio, wenzako wakichagua kusema ndio, pale pale unakuwa Baba Mtakatifu. Ukishasema ndio tu, pale pale unakuwa Baba Mtakatifu. Aliposema hilo, akachagua na jina, sema jina langu nitaitwa Papa Francis. Ni wazi, sio kwamba ukitangazwa lazima ujitafiti kidogo, unachukua muda, unasali na nini, alafu naambia nimekubali, na ndio unatoka moshi mweupe, wanatoa moshi mweupe kuchoma yale makaratasi. Unatoka moshi mweupe, ndio wanasema watu wanasubiri moshi mweupe. Sasa ndio akasema tumempata, anatoka anatangaza tumempata Papa na jina lake ni Francis. Baada Francis nani? Basi ndio baadaye wataelezwa ni kardinali kutoka wapi na hivi na hivi. Yeye alimchagua Mtakatifu Francis kwa sababu aliwapenda maskini. Alipenda kuchukua maisha ya hapa duniani kama tunapaswa kuishi maisha ambayo sote ni watoto wa baba moja, familia moja, kwa hiyo tunatendeana kwa usawa na tunapata mahitaji yetu wote sawa. Na alipenda maskini wanyanyuliwe, yoyote asiye na kitu alipenda awe nacho. Kwa hivi alichagua jina la Francis kutokana na huyu Mtakatifu Francis wa Asizi, mtakatifu ambaye aliweza kuja na mfumo wa maisha ambao ulikuwa unapingana kabisa na maisha ya wakati ule. Yeye ametoka familia tajiri, wakiwa kwenye dhifa moja kubwa sana, imeandaliwa katika mazingira ambapo yuko na baba askofu wao na matajiri na baba yake, na yeye kwenye familia yao ni kutoka familia ambayo walikuwa wana vibarua, watumwa na nini, wanafanya kazi. Akasema, baba, mbona wengine wanateseka, sisi tunaishi kwa raha? Sema basi kila watu wana hali zao. Sisi Mungu ametubariki, tunafanya kazi, tumefikia hapa. Sasa mimi nataka kuwa kama wale. Sema hapana, wale wako vile kwa sababu hali zao ndio hizo. Wewe angalia hali yetu ndio hii. Mbia baba, hapana. Siku moja wako kwenye dhifa, ndio akatoa na yale mavazi ya kifahari, mpaka askofu akachukua nguo zake kwenda kumfunika yule kijana. Kwa hiyo maisha ya Mtakatifu Francis wa Asizi yalimgusa sana. Yalimgusa sana, na akasema katika utumishi wake kama kiongozi wa binadamu wote katika kuwafikishia neno la Mungu binadamu wote hapa duniani kupitia kanisa Katoliki, angependa maisha ya kawaida aishi kama nani? Kama Mtakatifu Francis. Atendee watu kama Mtakatifu Francis katika kazi zake. Kwa hivi ndivyo alivyochagua hayo maisha. Kwa hiyo dira yake ilikuwa ni hiyo, kupenda kumnyanyua maskini, kumuondoa maskini kwenye hali ngumu. Na ndio maana yeye mwenyewe katika utumishi wake na maisha yake amejaribu kuishi maisha ya kawaida sana. Pale kwake sasa hivi utakuta anakoishi kuna sehemu watu sio na chakula, watu wakija kama anaomba chakula wanasema anawapeni chakula wale. Alafu kuna sehemu wanaenda wanaoga, sijua pale ni mjini, kama huna mahali pa kukaa na kula mjini pale huwezi kupata tu jiji lile kubwa. Lakini hata sisi tunapoenda kule Roma pale kwenye ile hoteli, ameamua asema nitakaa kwenye hii nyumba inaitwa nyumba ya Mtakatifu Martha, lakini ni kama tuseme hostel hivi, anakaa pale, ni hoteli ni wazi, anakaa pale na nyinyi mnaokaa pale mnakuwa mnakula pamoja naye. Na anaanza kafika akamsalimia, tofauti kabisa na kama yuko ofisini. Kwa hiyo alirudisha kanisa katika kutafakari mahusiano yetu kama binadamu yasijengeke katika hadhi zetu za kiuchumi. Lazima tuishi tukiwa watu tumefungamana kwa pamoja, kwa sababu utu wetu ni wa muhimu sana, na tusimuone mtu maskini kama amepungukiwa ubinadamu.
ubinadamu kwa tajiri na kwa maskini ni ule ule, na hakuna mbele ya Mwenyezi Mungu aliye na ubinadamu mwenye thamani zaidi kuliko binadamu mwenzake. Kwa hiyo tutendeane tukijua kwamba ubinadamu wetu uko sawa, na hakuna aliye na ubinadamu wa maana kuliko wengine. Japo kwa sasa kwenye dunia hizi ndio nakuta sisi wenyewe, ukiona mtu alivyo mkatili kwa wenzake unajiuliza hivi anajua binadamu wake na wako kwamba tuko sawa, au sababu una nguvu ya kupiga watu risasi wewe unaua tu kidhani atanifanya nini? Lakini mbele ya baba yetu wa mbinguni aliyetumba kwa sura na mfano wake wote tuko sawa. Ndio alitaka kufikisha ujumbe huo. Ubinadamu wetu tuheshimu, kwa sababu ubinadamu wetu unatuweka katika hali sawa. Na hakuna aliye wa maana kuliko mwingine mbele ya baba yetu aliyetumba kwa sura na mfano wake. Wote tuko sawa. Wote tuko sawa. Kwa hivyo ndio alipenda huo ujumbe wa dunia leo. Lakini pamoja na hilo, Baba Mtakatifu amehimiza sana katika nyakati hizi tujali sana tunakoishi pamoja. Anasema dunia hii yetu yote, dunia inayotuzunguka ni nafasi ya sisi kuishi wote pamoja, na akasema dunia yote ni nyumbani kwetu sote. Na ndio maana ilipofika wakimbizi kutoka Afrika Magharibi wanaenda Italia, nchi za Ulaya wanawakataa, sema sasa waende wapi? Kule kwao kama kuna tatizo linawafanya washinde kukaa, wameona hapa ni kwao. Hapa ni kwao, kwa nini mnawazuia? Unajua Baba Mtakatifu tuna sheria za kimataifa. Sema sawa, sheria za kimataifa zipo, lakini basi muwe na sheria zinazowaangalia hao wenye ambao hawana pa kwenda. Kwa amewajali sana wakimbizi, amewajali. Ndio maana umeona tumekuwa wamezungukwa na wakimbizi nchi za Ulaya zimezunguka, ambako ndio anakofanyia kazi Baba Mtakatifu. Wamezungukwa na wakimbizi kutoka nchi zenye mavita na nini na nini. Ni kwa sababu alijali pia dunia nzima tushikamane, tuwe kama ndugu, lakini tujali pia mazingira. Na anasema mazingira ni uhai wetu. Tutahitaji ya mazingira ili maisha yetu hapa duniani ambapo Mungu ametuumba tuweze kuishi hapa duniani, tumtumikie, lakini vile vile tupate fursa ya kufanya dunia hii ionekane kwamba ni mali ya Mungu, sio mali yetu. Kwa hiyo mazingira, utunzaji wa mazingira aliupa kipaumbele mkubwa sana, pamoja na kuleta ujumbe kwamba binadamu wote sisi sote ni ndugu. Hata alipokuwa anaizindua hii jubilei ya mwaka huu wa 2025, alizindua yeye mwaka jana. Akasema sisi ni mahujaji wenye matumaini duniani kote. Hapa alipenda kutuambia wote, na wanaojiona kama ni wakubwa, au wengine wanajiona kama miungu, wengine wanajiona kama wao ndio kila kitu. Hapana, sema wote ni mahujaji hapa, tuko safarini kuelekea wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ndio ilikuwa kama dira yake ya utendaji, kuwatumikia watu na kuwasaidia watu kukutana na muumba wao, kumkuta muumba wao, kujenga mahusiano mazuri na muumba wao, kumtambua na kujenga mahusiano na kujua kuzungumza na Mungu wao. Kwa sababu Mungu yupo sio kama wa kutazamwa, ni Mungu wa kuhusiana. Mungu aliyetuumba kwa sura na mfano wetu, ni katika akili na utashi wetu tunaongea naye, tunamsikiliza, anapotupa maono mbalimbali, kila mtu anapata namna yake ya kuongea na Mungu. Lakini kuna ile wewe mwenyewe unatenga muda wako, unalisoma neno lake alilokwisha kulileta kupitia manabii, kupitia Injili, unasoma unataka kumbe Baba wa mbinguni, Baba yangu wa mbinguni leo ananialika nitafakari hili. Baadaye unaanza kuongea naye, ndio anahimiza sala sasa. Na Baba Mtakatifu amehimiza sana maisha ya sala. Na wakati Baba Mtakatifu anasherekea Pasaka mwaka huu, kabla ya kifo chake, alipata kuzungumza kidogo na waamini ile Dominika ya Pasaka. Na moja ya neno ambalo alizungumza, alisisitiza sana amani ulimwenguni kote. Je, hili unalizungumziaje kama katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuhusiana na amani, si tu ulimwenguni lakini kiujumla hapa Tanzania katika taifa letu? Ni kweli katika dunia sasa, Baba Mtakatifu alipotokeza, maneno ya kwanza aliyoyataja, asema kaka zangu na dada zangu. Kwa Kitaliano inalia vizuri zaidi, lakini ungesema kikwetu ungesema ndugu zangu. Ndio. Pasaka njema ndio ilikuwa neno lake la kwanza. Alafu akataka kusoma ile hotuba yake. Akajaribu kidogo kulingana na hali ya ugonjwa uliokuwa nayo, akashindwa. Lakini neno hilo amani
alilitamka, na hotuba yake iko pale kwamba huyu ni mfalme wa amani na amefufuka, na alipofufuka kila aliyokutana nao Bwana wetu mfufuka aliwaambia amani iwe nanyi. Amani iwe nanyi. Sasa tunapoiangalia hii habari ya amani, tunapaswa kwa kweli kuona kiongozi huyu aliyekuwa anafanya mambo ya Mungu, ofisi yake mambo ya Mungu ndio ilikuwa imemkamata kusimamia mambo ya Mungu. Alihimiza neno, kudumisha amani kati yetu. Kwanza amani ya kweli, amani ya kwenye moyo. Wewe mwenyewe ukae na amani, uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Sababu ukikaa na mahusiano mazuri na Mungu wako, utajenga amani ndani ya roho yako. Hiyo ni namba 1. Namba 2, kila nchi tujaribu kujenga mazingira ya watu kujisikia wana amani. Kuna wengine lazima wafanye kazi ya kusimamia amani wepo. So mwanadamu kutokana na matokeo ya dhambi ya asili vile vile anaingia kwenye majaribu ya kujipendelea na kumfanya mwingine akose ile amani. Ukikosa amani unaikosa pale ambapo unanyimwa haki zako za msingi. Kwa mfano ulipaswa kupata chakula, hujapewa chakula. Kwa hiyo unakosa amani moyoni. Labda ulipaswa kupata eneo ujenge kajumba kako uishi, unanyimwa ardhi ya kujenga. Kwa hiyo lazima pale utaona umenyimwa nini? Haki yako ya msingi. Kwa hiyo kwa Tanzania, kwa sisi, kwa Baba huyu mtakatifu atufundishe kitu kimoja kwamba tulishakuwa na misingi mizuri sana Tanzania. Baba wa taifa aliyeunda taifa hili jipya. Hili taifa letu na makabila yetu mengi. Kwa kweli tunajali sana utu kati yetu. Na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu yule, alipenda sana 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 Watanzania wajisikie kuwa na amani, wasinyanyasane kwa sababu zozote ile. Na kama kiongozi wa kitaifa, kiongozi wa kiserikali, alihakikisha anaweka mazingira ambako hakuna anayenyanyaswa. Lakini tunaona hii historia sasa na yenyewe tunaiharibu. Ukiona manyanyaso ambao watu wengine wanafanyiwa na mifumo na taasisi, angalia vijana waliopotea, vijana wanapotezwa. Wakati wa Nyerere watu walikuwa wanaongea mawazo. Kama unavunja sheria basi unapelekwa gerezani huko. Lakini upotezwe. Leo tunaona watu wanauawa, wanapotezwa. So najiuliza, hii nchi inakoelekea ni wapi? Tunaharibu amani wenyewe. Na hii imemuumiza sana Baba Mtakatifu kwa Afrika. Ameenda Kongo, amekutana na maaskofu na viongozi. Jamani, kwa nini mnawatesa wananchi wa kawaida kiasi hiki? Kwa sababu ya tamaa ya madaraka. Na mtu anayetafuta tamaa ya madaraka hatafuti kututumikia. Ndio maana yeye alisema uongozi lazima utumikie wengine. Kama lengo lako ni kuwatumikia, hutawaua. Lakini kama lengo lako ni kujitafutia maslahi binafsi, utawaua. Ndio tunachopata picha hii. Alienda kawapigia magoti Sudan ya Kusini. Alipigia magoti kabisa wale viongozi wa serikali. Jamani, niko chini ya miguu yenu. Mwache vita. Watu wanateseka mno wa kawaida. Tunashukuru Mungu Tanzania tuna vita. Lakini kuna watu wanateseka sana kwa kuonewa tu. Kwa sababu ya tamaa za madaraka, tamaa za watu kujitafutia maslahi binafsi, wala sio maslahi ya kitaifa. Wanasababisha mateso kwa watu wengi sana. Lakini mtu angejiuliza, kama niko hapa kwa ajili ya Mungu, kwa sababu Mungu anatutaka pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 mpaka 31 anasema muitiishe dunia. Maana yake muitawale dunia iwafae kwenye maisha yenu. Kwa tunahitaji mtu wa kutuongoza namna ya kutawala dunia. Wapo waliojaliwa vipaji vyao ndio viongozi wetu. Na namna ya kufikia huo uongozi, basi mtaweka mifumo yenu kufikia huo uongozi. Lakini kila kiongozi anapaswa kujitambua kuwa mtumishi wa wote, kuwa tumikia wengine. Kiongozi mzuri ni yule. Kwa Tanzania tushapata mfano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuwa mtumishi wa wengine, kuwa tumikia wengine, utafuta maslahi ya wengine. Huyo ndo anakuwa kiongozi mzuri. Na Tanzania kwa sababu tulishapata mfano ule. Ukienda kinyume tu na Watanzania, watasikia Watanzania wanapiga kelele. Kwa sababu walishapata mfano wa kiongozi mzuri. Tusaidia kuwa kiongozi wetu tangu anatafuta uhuru mwaka 54 mpaka 61 tukaupata miaka 7 hiyo. Lakini baadaye ametuongoza tena miaka 24 kama rais. Sasa watu wameshapata mfano wa kiongozi mzuri. Ukileta mfumo ambao hauonyeshi utumishi, Watanzania walalamika. Kwa hiyo kama Watanzania ni kama Baba Mtakatifu huyu, hata sisi kwenye kanisa kama tumeona kiongozi anayeweka binadamu mbele, ustawi wa binadamu uwe mbele,
na tusimbague mtu kwa sababu ya hadhi yake. Labda ni mdhambi sana, muovu sana, ni nini. Sasa mdhambi mkaribishe, atambue Yesu anamwambia nini ili atubu. Usimnyime na fursa mtu kutubu. Ndio ilikuwa Mtakatifu Francis. Na ndio maana wakati mwingine watu wamepata shida sana kumwelewa. Amewakaribisha wakati fulani, anaongelea watu ambao kwenye jamii zetu hatutaki kuona kabisa kwa binadamu wetu. Yasema hapana, hawa ndio Yesu anataka kuwakomboa. Waambie Yesu anasema nini. Lakini ili uambie Yesu anasema nini, lazima mazingira ambayo mnaongea, lazima mzungumzane. Na amani ya kweli inaletwa na watu ambao wanataka kumsaidia, ambaye anataka kwenda tofauti, afuate mpango wa Mungu. Na wewe kiongozi ndio umepewa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni huu. Ufuate huu mpango, haya unayoyatamani mazuri tutayapata. Kwa hivi kuhusu swala la amani, tunapaswa kujitafakari. Tanzania tutaidumisha amani tukiheshimu, kuzisimamia na kuziruhusu haki za watu zifanye kazi. Huwezi kuwakatalia watu haki zao za msingi. Kama Tanzania sasa hivi tunavunja haki za msingi za kisiasa mno za watu. Sasa hii itapelekea taifa kuwa taifa la ovyo tu. Ni muda mfupi tutakuwa na taifa la ovyo sana kama tutaendelea kuwanyima watu haki zao za msingi. Tumefanya juzi uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumeona jinsi watu walivyotendewa. Mtu anataka kugombea anapigwa risasi. Sawa, inawezekana alikosa. Kwani usimkamate umfunge? Anapigwa risasi nyumbani kwake. Imetokea Manyoni, kapigwa risasi. Kwa nini? Anataka kugombea. Atatushinda au atamshinda fulani. Anafanya fujo. Basi anapigwa risasi. Ndio ufumbuzi wa matatizo? Baba Mtakatifu Francis anasema hapana. Fuateni sheria zenu. Mna sheria mmejiwekea, ziheshimuni. Kamate kama anafanya fujo, peleka kwenye vyombo vya sheria. Watu wamekatwa mapanga. Mtu amepata kura nyingi, hapewi cheo, anapewa aliyopata chache. Sasa hali hiyo itatupelekea pabaya tu. Ndio maana umeona maaskofu kwenye Pasaka hii, madhehebu yote hawajakaa popote. Kila askofu amekuja na ajenda, tusiongelee amani kama tutaki kuongelea haki. Wameongea maaskofu wengi, sema tuongee haki kwanza. Mtu anataka haki yake, ndio basi. Nashukuru kwa hayo ambayo hayati Papa Francisco anatuachia kama sehemu ya sisi pia kuyaishi kama vile ambavyo yeye aliyaishi. Lakini wewe kama katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yawezekana ukawa pia na ujumbe kwa watu wote wenye mapenzi mema. Tunafahamu sisi tu wa Kristo wa Katoliki ambao tunaomboleza hili, ni kama ulimwengu mzima upo katika maombolezo haya. Ujumbe wako ni upi kuweza kutuweka katika maombolezo pamoja? Kwa kweli ujumbe wangu, tunapokuwa kwenye msiba wa Baba Mtakatifu, tunakuwa na msiba kweli, tunamwombea, lakini tunatambua mambo aliyotupa mfano. Kila mmoja wetu ana mchango katika maisha ya mwenzake. Kila mmoja wetu ana mchango katika maisha ya mwenzake. Hata kama angekuwa mtu muovu kiasi gani, jambazi ile kufuru, ana mfano. Utamwona, mbona huyu ni ndugu yangu, ni binadamu kama mimi, kwa nini haoni hadhi yake? Ni mchango, inakukumbusha umuhimu wa ubinadamu. Kwa sababu ungekuwa umevamiwa na simba, ungekumbuka neno la binadamu. Lakini unajua huyu ni ndugu yangu, na ndio maana utamwambia naomba unisamehe, usiniue. Kuna wengine kwa mfano yule nimesema, yule mtu aliyopigwa risasi wa Manyoni, yule alikuwa anagombea, mke wake asema jamani msimuue, kwa sababu aliona wanavyonyosha bunduki, lakini akawa kusikia. Kwa sababu anajua huyu ana akili na utashi kama mimi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu amehimiza sana tuheshimu ubinadamu wetu, utu wetu. Sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa akili na utashi tunawezeshwa kuchagua yaliyo mazuri na yaliyo mabaya kuyakwepa, kuyaacha. Na hapo ndio tunahudumisha ubinadamu vizuri zaidi. Na ubinadamu unaweza ukawa ndio msingi wa kuthamini dunia. Na hapo ndio tunaonyesha kwamba ubinadamu tukiuthamini, kwa sababu wote tunajua sisi tuko hapa, tuko hivi. Hii dunia, mazingira na yenyewe ni sehemu yetu. Kwa hiyo hilo la kutambua umuhimu wa kuheshimu binadamu wa mwenzako, ubinadamu wako na wenzako, ubinadamu wote kuheshimu,
na kumpa mwenzako kumsaidia mwenzako kutambua mchango wa mwenzako, au wewe kumsaidia mwenzako ili umaskini usiwepo. Hilo ni namba 1. Namba 2, kwa kweli ametuachia mfano wa kutunza nini? Mazingira. Na kwa nchi ambazo bado watu wanahangaika na kuanzisha mifumo ya kujitawala, amehimiza sana tujione sote ni ndugu, tufike mahali tujadiliane ili tufike kwenye mazingira ya kujua Mungu anataka nini. Tuongee na neno la Mungu, ni tufundishe Mungu anataka nini katika sisi kujisimamia maisha yetu ya hapa duniani. Lakini lingine kubwa zaidi ambalo la kufanya katika kipindi hiki ni kuona namna gani tunahitajiana kwa kupata kiongozi tena atakayeendeleza haya au atakayeleta na mengine mazuri zaidi. Kwa hiyo ni kuliombea kanisa, ujumbe kuliombea kanisa, kuombea makardinali waweze kuhitimisha zoezi lao la kumchagua mmoja wao aweze kuliongoza kanisa tena. Kwa hiyo sisi huku wengine tuwaombe, tumwombe Roho Mtakatifu awasaidie wale viongozi wanaofanya uchaguzi, ili tumpate baba mtakatifu mwingine atakayeendeleza ya mababa waliopita wengine wote, mababa watakatifu, lakini vile vile atakayeleta upya wake. So tumesema kila mtu ana mchango wake kwenye dunia hii, na kila mtu yuko peke yake, ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu peke yake. Sio kila mtu ana sura ya kila mtu ana sura ya Mungu aliyemuumba. Kwa hivi kila mtu ana wajibu wake hapa duniani. Hakuna mtu aliye mbadala wa mwenzake. Kila mtu yuko peke yake, na hivi kila mtu ana mchango kwa wenzake. Kwa hivi tunapotafuta baba mtakatifu mwingine, tunapomsubiria baba mtakatifu mwingine, tuombe makardinali wetu wafanye uchaguzi wa kutuletea baba mtakatifu wa kuliongoza kanisa letu na kuhudumia binadamu wote. Asante sana, nashukuru baba kwa kuweza kukaa na kuzungumza nasi. Tunashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupatia na haya ambayo tumeweza kuyajua. Nafikiri sina la ziada katika hili. Sisi zaidi ya kusema tu asante na pole kwa maombolezo, lakini kwa pamoja tuendelee kuungana katika sala kumwombea baba mtakatifu. Tusisahau kujiombea na sisi wenyewe pia. Asante sana. Na sisi tujiombee ili kama unaongozwa uweze kufuata anavyokuagiza anayekuongoza. Amina. Asante sana. Naam, nikushukuru mpenzi mtazamaji wa Jugo Media Injili Kiganjani Mwako, ambayo uliungana nasi katika kipindi hiki maalum kuweza kujua mambo kadha wa kadha katika kipindi ambacho tupo katika maombolezo ya baba mtakatifu Papa Francisco. Nami nikukaribishe tuendelee kumwombea na tujiombee sisi wenyewe, ili basi pale Mungu atakapotuhitaji tuwe tayari kujiongea kule anapotuita kwa neema na baraka zake. Mungu na akubariki sana na atubariki sote. Asante sana. Asante.